Salamu za Kalvari katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Ni Jumapili njema ambapo ni matumaini yangu ya kwamba umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Maana kuona tu wiki ikiisha ni mkono wake. Ni kwa sababu tu ya nguvu zake. Sio kwa sababu ya mambo ama matendo mazuri ambayo umeweza na kuyatenda mbele zake. Sio kwa sababu ya nguvu zako ama nguvu za mwenzako, lakini tu ni kutokana na nguvu za Mwenyezi Mungu. Basi karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, ambapo leo tunamalizia hii wiki na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye tuliweza kuanza pamoja naye hiyo siku ya Jumatatu. Sio mwingine mbali ni Pastor Rodi Sami kutoka kanisa la ABC Katangi kwa katika uongozi wa Wamunyu Pastorate Machakos Sabwendikota. Karibu sana wewe mtazamaji wetu, tuzidi kubarikiwa pamoja. Kumbuka kwamba kipindi ni Manyunyu ya Baraka. Ndugu zangu na dada zangu, ukweli watazamaji wa Undugu TV, katika kitengo cha Manyunyu ya Baraka tumepata siku ya 7 ambayo ni Jumapili, ambapo tulianza pamoja Jumatatu mpaka Jumapili, ambao tunaenda kufunga mahubiri ya wiki hii, nikijua ya kwamba pia neno litazidi kuendelea. Kwa hivyo na kukaribisha siku ya leo, nikijua ya kwamba huenda ikawa utaweza kutazama hii neno idha asubuhi, mchana, jioni, wakati wowote ule ungependa kusikiza. Lakini neno hili la Mungu nikikukaribisha kwayo, ukisikia neno likihubiriwa, tafadhali uwe unachukua tu nafasi hata ikiwa ni kidogo, upate mausia ya Roho wa Mungu. Basi nitaenda kusoma neno la Mungu nikijua mzima nami ni mzima. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ni ya 1, mstari ni wa 8. Nitasoma haya maandiko. Anasema hivi: lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalema na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Tuombe. Jehova Mungu, nikijua ya kwamba siku ya leo hii mikononi mwako, naliinua jina lako, nalisifu jina lako, nalitukuza jina lako, manake wewe ni Mungu. Naja kwako pia kama siku ya 7 mfululizo tukiwa katika neno lako. Naomba msamaha kabisa kwangu na kwa watazamaji. Tusamee Jehova Mungu, na ni kwa ajili ya neno lako ukaweze pia kufunua kwetu, na yale yote yamesemwa na neno tuweze kutimiza. Nisaidie na wasaidie, katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Lengo ile tutakuwa nayo siku ya leo ni tujue ya kwamba kuna ahadi Yesu Kristo aliifanya kwa wanafunzi wake, na alianza kuifanya hata akiwa anafanya kazi kabla ya kukumbana na maiti yake. Kwa hivyo ni ahadi ya kuja kwa Roho Mtakatifu, ile ambao tutajikumbusha kiasi kulingana na penye tumesoma maandiko ya Mungu. Tunaona Yesu wakati huu sasa alikuwa amemaliza siku 40
kutoka ule wakati alifufuka kutoka kwa wafu. Alikuwa amemaliza siku 40 na some days. Kwa hivyo sasa hapa anapoongea na wanafunzi wake na alipokuwa akiwaaga, aliwaahidia ya kwamba watapata mtu wa kuwasaidia, na sio mtu, ni Mungu, Roho Mtakatifu. Kwa hivyo akawaambia wao wenyewe tu wasidi kukaa wakiomba na kungojea na kutazama juu mbinguni, na kuna siku Mungu hakika ataweza kumruhusu huyu msaidizi aje kwao. Ndugu zangu, wameahidiwa ya kwamba watapokea nguvu atakapokuja. Ina maana gani kwao kuambiwa watapokea nguvu? Ina maana wakati huo sasa hawakuwa na nguvu. Ndio waliambiwa wakae hapo kwa siku 10 wakiomba. Manake kama wangetoka wakati huo, Wayahudi walikuwa bado hawafurahi. Wale ambao hakika walisema asulubishwe, walikuwa bado hawajaitikia kabisa Yesu amefufuka. Kwa hivyo Yesu Kristo akaona wakianza tu saa hiyo hawataweza. Kwa hivyo wakatulia, wakaomba mpaka the 10 days. Lakini hapa tunaona anawaandaa, akiwaambia enendeni. Na tumesoma pamoja nawe ya kwamba walienda Yerusalemu wakiwa na furaha na wakaenda kukaa pale. Aliwaambia wakae pale, wanaenda kukaa kufanya nini? Kuomba, ndiposa waweze kusubiri huyu Roho wa Mungu. Number 2, Roho wa Mungu atakuwa akija kufanya nini? Jambo, na kama vile Biblia imeandikwa, atakuja kuwatia nguvu za kiroho ili waweze kuchukua ile neno kama vile wameambiwa, wakiwa na ushujaa, wakiwa wako na yule atakaa pamoja naye, na yule atakuwa akiwawezesha wakienda kando na mapenzi ya Mungu. Yaani wakitenda dhambi atakuwa atawajulisha ya kwamba wametenda dhambi. Kwa hivyo tunajua kazi ya Roho wa Mungu ni nini? Ni kuwafunza Wakristo, ni kuwajulisha na mengine mengi. Ukiwa penye huko, uenda ikawa uko pale, uliokoka wewe mwenyewe, na ulipookoka hakuna hatua yoyote umeichukua, na endapo Roho wa Mungu umsikii, watu wengi huwa wanamuita roho kitu. Unasikia mtu akisema nilisikia kitu kikiniambia. Hapana. Wewe unasema nilisikia roho akiniambia. Roho wa Mungu sio kitu. Roho wa Mungu ni Mungu. Na Roho wa Mungu ni msaidizi. Atakusaidia wakati huo utakuwa haujui. Kwa hivyo ukiwa penye huko, ujue huyu msaidizi ameahidiwa akuje kwa wanafunzi ili awatie nguvu, ili aweze kuwainua penye wako, ili aweze pia kuwajulisha yale ambayo yamepichwa, aweze kuwajulisha mipango ya shetani ile amepanga kwa ajili yao. Na huyu Roho wa Mungu pia ingawaje tunaomba, pia yeye anatuombea. Kwa hivyo ningependa kukuita asubuhi njema ya leo ili ukubali kweli kujitayarisha upokee huyu Roho. Ni kweli Roho wa Mungu ashakuja, atumngojea akuje, lakini Roho wa Mungu yuko. Ni wewe unamuondoa Roho wa Mungu ukiishi katika dhambi. Kama ungemrudishia Yesu Kristo na Mungu mwenyewe na ungeitikia akuongoze, Roho wa Mungu ndiye Mungu ambaye Mungu pamoja nazi.
ambaye atakuwa akienda nasi. Kwa hivyo asubuhi njema ya leo, ukubali Roho wa Mungu akutie nguvu ambaye ameahidiwa na alikuja tunapoongea na wewe. Na kama haujapokea huyu Roho, tafadhali mtazamie Yesu Kristo, manake ndiye anatumia watu Roho wake. Ndio akutumie, na akikutumia utapata nguvu za kumuishia, za kuhubiri, za kuomba, utapata nguvu mpya. Kwa hivyo nikimalizia, aliwaambia wakati huyo Roho atakapokuja, mtakuwa mashahidi wangu. Mtashuhudia wengine maajabu ambayo yalitendeka. Kwa hivyo, kwa maana siku ya Pentecost wakati alikuja, kweli kila mtu alijawa na huyo Roho na akaanza kuhubiri na kunena na lugha zingine. Kwa hivyo hata wakati upo unapokaa mahali pale ukiwa ujui una Roho wa Mungu ama hauna, uitishe huyu Mungu, mwambie unataka kujua wewe unakaa na Roho wa Mungu ama haukai, lakini anafanya kazi ambazo tunaziona kwa macho. Kwa hivyo mwenye hauna nguvu, ujue hawa waliambiwa waende Yerusalemu waombe pale wapate nguvu. Utapata nguvu utakaposoma neno, utapata nguvu hakupokea huyu Roho na kuishi na Yesu mwana wa Mungu utakapokuwa ukisoma neno la Mungu. Na utakapo shuhudia wengine ya kwamba umeokoka na umeacha dhambi na umeamua kumwishia huyu Mungu. Walitoka wakishuhudia wamemwona Yesu akienda mbinguni, na wao wamerudi wahubiri wakingoja kwenda mbinguni. Ndugu yangu na dada yangu, twangojea kwenda mbinguni? Wewe uko tayari kwenda mbinguni? Ikiwa uko na tashwishi na kuomba, umuite Roho wa Mungu. Yeye ni mwombezi mwema, atakufunza yote na ataweza kuandamana pamoja nawe, na ni ukweli mtufu atakuhakikishia ya kwamba uko tayari kuenda mbinguni. Hivyo ni kusema pokea nguvu mpya kutoka kwa Roho wa Mungu, na endapo umepokea Roho na unalegea mara kwa mara, muite Yesu. Ni mwenye uwezo, atakupa uwezo wa kuishi katika neno la Mungu na kuishi ndani yake. Sasa hiyo ni neno la Mungu, tukijua ya kwamba ni ahadi iliahidiwa na ahadi ilikuja ikatimia, na kwako imetimia. Na je, ni ukweli imetimia kwako? Uko na Roho wa Mungu, Mungu wa tatu, unamsikia akifanya kazi? Ahadi ya Roho Mtakatifu Yesu akatimiza. Maana wakati ambapo alikuwa anachukuliwa juu mbinguni, aliweza na kuwaambia kwamba Roho Mtakatifu wakati ambapo ataweza na kuanjilia, watakuwa mashahidi katika Yerusalemu, katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Je, mtazamaji wetu asubuhi ya leo, kama mwanafunzi wa Yesu Kristo, mpaka sasa uliweza na kupokea huyu Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu kwetu, ambaye ni kiongozi pia? Uweza na kutuonyesha tutembee katika njia gani, uweza na kutuonyesha kipi cha kufanya na kipi ambacho hatufai na kukifanya kama Wakristo. Uweza hata na kutuonyesha kipi tutamke, tutaweza na kutumia ulimi wetu namna gani. Huyu mwalimu ambaye ni Roho Mtakatifu, je, uliweza na kumpokea ama bado? Yesu akaahidi, maana aliweza na kuambia hata wanafunzi wake hataweza na kuacha kama mayatima. Yesu hakutuacha kama mayatima, bali aliweza na kutuachia Roho Mtakatifu. Huyo Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, utaweza kuwa shahidi mkubwa wa Yesu Kristo, hata ukaweza na kufikia hata mwisho wa nchi.
Fanya kazi ya Mwenyezi Mungu, na wakati ambapo unaomba, omba sana ili Roho Mtakatifu akawe ndani yako. Hataweza kukufunulia mengi, hataweza kukufunza mengi, hataweza na kukuonyesha ni wapi ambapo unafaa kupitia, ni wapi ambapo unafaa na kufika, ni wapi ambapo hata maongezi yako yanafaa na kufika, ni wapi ambapo hata unaweza kuongea, na mahali kwingine ambapo hata ufai na kuongea. Huyu mwalimu atatufunza, atakufunza mengi. Wakati ambapo hata na wewe umeweza na kumkubali Yesu, unajua kwamba huyu Roho Mtakatifu yuko ndani yangu, maana Yesu hakuweza na kuniacha kama yatima. Ninakutakia wakati mwema, siku njema, Jumapili iliyojaa baraka za Mwenyezi Mungu. Ukifika tu pale kanisani, omba kwamba Roho Mtakatifu azidi na kufanya kazi ndani yako. Ninakushukuru sana, maana umeweza na kufuatilia hiki kipindi hiyo wiki yote. Mwenyezi Mungu na akakuonee mema yake. Mtazamaji wangu, pia ni maombi yangu kwamba Mwenyezi Mungu aweze kuyajibu maombi yako. Pasa tumeshukuru sana. Hiyo wiki yote umekuwa pamoja nasi, umetufundisha mengi, ukatubariki kupitia neno la Mwenyezi Mungu. Huyo Mungu tu akaweze pia na kukubariki. Nimekuwa wako Pastor Lucy Michael, nikikwambia kwamba neema ya Mwenyezi Mungu na ikutoshe. Bye bye.